Kuna vitu Mungu akivileta kwenye maisha yako lazima vilindwe. Kwa nini vinalindwa? Vinalindwa kwa sababu ufalme wa giza pia unavitafuta. Mungu akikupa nafasi lazima uilinde hiyo nafasi. Kuna watu walipopewa familia hawakulinda familia zao kwa maombi. Nafasi ambayo Mungu amempa mtu inapoondoka, nini kinachotokea? Giza. Na ndio maana inapokuja kwenye swala la kuomba na kuamini, ni kitu personal. Usiangalie nani alifanya nini, nani aliangukia wapi, usiangalie hiyo. Kuna watu wengi sana wakikutana na changamoto wananyamaza. Msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya. Kwa hiyo Mungu anataka usinyamaze. Usiangalie ukubwa wa tatizo lililoko mbele yako, angalia ukubwa wa Mungu wako. Usilitukuze tatizo, mwabudu Mungu wako. Neema ulionayo sio ya kawaida. Nguvu ulionayo sio ya kawaida. Ni vile ibilisi tu anapambana mchana na usiku usikae kwenye nini? Kwenye nafasi. Kilielewa neno la Mungu, kaamua kutembea nalo, nguvu za Mungu zitafanya kazi ndani yako tofauti. Haleluya, haleluya. Ninaomba uketi kwenye uwepo wa Mungu wetu. Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Tunamshukuru Bwana kwa ajili ya nafasi hii ambayo Bwana ameifanya siku ya leo. Na siku ya leo tumeidedicate mbele za Mungu kama siku ya kuomba, na ninaamini kuna watu ambao wamekuwa na maombi maalum mbele za Mungu. Wengine wamejidedicate kwa namna ambayo Mungu amewapa neema, waliofunga wamefunga, wale ambao wamefanya kitu cha tofauti. Bwana anajibu kulingana na haja ya moyo wa mtu. Amen. Amini kwamba kile ambacho unakiombea Mungu anashughulika nacho, na Mungu yuko kazini, anafanya kile unachoomba. Siku ya leo maombi tulionayo ni maombi ya kurejesha nafasi, lakini tutaangalia madhara ya kutoilinda nafasi ambayo Mungu amekupa. Madhara ya kutokuilinda nafasi ambayo Mungu amekupa. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yuda, kile kitabu cha Yuda, waraka wa Yuda kwa watu wote, kile kitabu cha Yuda, ile sura ya kwanza. Kitabu cha Yuda ni kitabu ambacho ni kitabu kimoja kabla ya kitabu cha Ufunuo, na kina sura moja tu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yuda, ile sura ya kwanza, Yuda ile sura ya kwanza na ule mstari wa 6, maandiko yanasema hivi kwenye ule mstari wa 6, anasema, na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza, kwa hukumu ya siku ile kuu. Nataka uone mambo mawili. Jambo la kwanza, hawa ni malaika. Walikosea wapi?
hawakulinda enzi yao wenyewe. Hebu sema hawakulinda. Sema tena hawakulinda. Sema tena hawakulinda. Kuna vitu Mungu akivileta kwenye maisha yako lazima vilindwe. Kwa nini vinalindwa? Vinalindwa kwa sababu ufalme wa giza pia unavitafuta, kwa lazima vilindwe. Mungu akikupa jina lazima ulilinde hilo jina. Mungu akikupa heshima lazima uilinde hiyo heshima. Mungu akikupa kibali lazima ukilinde hicho kibali. Mungu akikupa nafasi lazima uilinde hiyo nafasi. Biblia inasema hawa malaika wasioilinda enzi yao. Enzi ni position, ni nafasi ya kiutukufu, ni nafasi ya juu. Biblia inasema hawa malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu. Waliacha vitu ambavyo walitakiwa kuwajibika navyo. Tafsiri nyepesi, walikuwa wazembe. Wakayaacha makao yao yaliyowahusu. Kwa hiyo kuna watu walipopewa cheo hawakulinda cheo kwa nafasi ambayo Mungu amewapa, hawakulinda kwa maombi. Kuna watu walipopewa familia hawakulinda familia zao kwa maombi. Kuna watu walipopewa maeneo ya kumiliki hawakulinda maeneo waliopewa kwa maombi, na hawakujua kwamba Mungu amewapa kwa makusudi, na kwamba kuna mahusiano ya moja kwa moja baina ya kitu Mungu anachokupa na hatima yako. Kwa nini mashambulizi yote ya ibilisi huwaga yanakuja kwenye nafasi? Kwa sababu nafasi ndio inayokufungulia milango ya kufanikiwa kwenye hatima ambayo Mungu ameiweka mbele yako. Kwa Biblia inasema hawa hawakulinda, waliacha makao yao yaliyowahusu. Nini kiliwapata? Vifungo. Walijikuta wameingia kwenye vifungo. Sio vifungo vya siku mbili, sio vifungo vya siku tatu, vifungo vya milele. Ghafla mtu unajikuta huko mahali ambapo hapaeleweki. Ghafla mtu unajikuta huko kwenye maagano sio ya juu. Kwa nini? Kwa sababu kulinda nafasi. Ghafla mtoto wako ameingia kwenye maagano asiyo ya jua, kulinda nafasi. Ghafla familia imeingia kwenye vifungo, kulinda nafasi. Kwa hiyo nafasi ambayo Mungu anampa mtu lazima hiyo nafasi ilindwe. Lakini jambo la pili analozungumza, anasema chini ya giza. Nafasi ambayo Mungu amempa mtu inapoondoka, nini kinachotokea? Giza. Kiondoka kwenye nafasi, giza linatawala, giza linaingia. Sasa kama Mungu alikupa nafasi kama ambayo alipewa Esther, unaweza ukaelewa nini kilichotokea. Esther alipoondoka tu kwenye ile nafasi, alipoondolewa tu kwenye ile nafasi, nini kilifuata? Vifungo vya mauti. Watu wote waliokuwa wanategemea nafasi yake waliingia kwenye mtego wa nini? Wa mauti. Esther alipoondolewa kwenye nafasi, nini kilichofuata? Watu wote waliokuwa wanategemea nafasi yake, giza lilitanda kuhusu maisha yao, kesho yao ilikamatwa. Kuna mtu ghafla akawa na mamlaka juu ya kesho yao. Kuna mtu ghafla akaachilia giza kwenye maisha yao. Kuna mtu ghafla akasababisha tumaini walilokuwa nalo limepotea. Nini kimetokea? Kuna mtu akulinda nafasi ambayo Mungu alikuwa amempa. Kwa hiyo vifungo vikawa sehemu ya maisha yao.
kufumba na kufumbua, giza limetanda. Nini ninachokuombea? Mungu aachilie ndani yako upako na neema itakayokusaidia kulinda nafasi yoyote aliyokupa, nafasi ambayo ina mahusiano na kesho yako, nafasi ambayo ina mahusiano na familia yako, nafasi ambayo ina mahusiano na watu walioko nyuma yako. Mungu akupe hiyo neema ya kulinda hiyo nafasi, kusimama kwenye zamu yako kwa ajili ya hiyo nafasi. Esta alipoondolewa, ni kilio kilitanda, ni giza lilitanda, ni maombolezo yalitanda, ni maumivu yalitanda. Nini kimetokea? Kuna mtu mmoja ameondolewa kwenye nini? Kwenye nafasi. Kuna mtu mmoja ameondolewa kwenye nafasi. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, unaposoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 12, Matendo ya Mitume ile sura ya 12, ule mstari, kuanzia ule mstari wa kwanza, anasema panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Panapo majira yale yale Herode akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata Petro sasa, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wote tunaifahamu hii story, si ndio? Biblia inazungumza habari ya mfalme anaitwa nani? Anaitwa Herode. Mfalme Herode alikuwa hataki kusikia watu wanazungumza habari za ufufuo wa Yesu Kristo, watu wanazungumza habari ya jina la Yesu, watu wanazungumza habari ya wokovu unaoletwa kwa jina la Yesu. Hakutaka kusikia habari ya watu wanaozungumza msamaha wa dhambi unaoletwa kwa jina la Yesu. Herode hakutaka kusikia. Kwa kila mtu aliyekuwa ni wa njia hiyo alikuwa kwenye wakati mgumu sana, na wanafunzi wa Yesu wamepakwa mafuta tayari kwa kuhakikisha injili inaenea kila mahali ambako Roho Mtakatifu anawapa neema ya kuipeleka. Nini Herode alichokifanya? Akafuatilia, akagundua ni wanafunzi wa Yesu, akamkamata Yakobo. Na maandiko yanasema alipomkamata Yakobo alimuua. Simple like that. Alipomuua Yakobo, wale watu wote walikuwa wanapinga habari njema za ufalme wa Mungu, waliokuwa wanapinga habari za ufufuo, waliokuwa wanapinga habari za jina la Yesu kuponya na kuokoa, wakamsifu sana Herode. Wakamwambia, umefanya mambo makubwa sana mzee. Hawa wanajidai sana, wanajisikia sana, wanazungumza vitu ambavyo havipo, wanazungumza habari za yule aliyekufa, wanazungumza habari za Yesu, wanazungumza, hawa wanajidai sana. Yakobo akasema, mmefurahi? Akasema, tumefurahi sana mzee, wanajidai sana. Akasema sawa. Akawauliza wapambe wake kama kawaida, machawa wake, mnasemaje? Sema, sasa mzee, ukifanikiwa kumkamata kiongozi wao, hii biashara imefanya nini? Imeisha. Kiongozi wao ni nani? Kiongozi wao ni Petro. Kiongozi wao ni Petro. Kishika Petro tumemaliza. Herode akasema, kwa hiyo watu watafurahi zaidi. Anasema, yani watu watakuona wewe ndio mwanaume, watu watakuona wewe ndio kidube. Akasema basi isiwe tabu. Kamata Petro. Petro ghafla akakamatwa. Kumbuka, ametoka kufa Yakobo, leo kakamatwa Petro. Kwa maandiko anasema walipokwisha kumkamata, akamweka gerezani
akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne, vikosi 4 vya askari wanne. Jumla askari wangapi tuliokimbia hesabu? Halo, Bwana asifiwe. Wote hatukukimbia hesabu, tuko vizuri. Walikuwa askari 16, wote wanalinda mtu mmoja. Kwa nini anatakiwa kuuawa? Anatakiwa kuuawa. Na alifikiri kumuua Petro ni rahisi tu, kwa sababu pia alimuua nani? Kwa sababu pia alimuua Yakobo. Kwa alifikiri nguvu ile ile aliyotumia, alifikiri utashi ule aliyotumia, alifikiri namna ile ile alivyofanya ataua na nani? Ataua na Petro. Sio kitu chepesi kama alivyokuwa amefikiri. Biblia inasema askari 16 wanalinda mtu mmoja, na wanamlinda mpaka atakapotolewa. Wanasubiri nini? Wanataka kwanza Pasaka iishi ili amweke mbele ya watu. Kwa hiyo Petro anatakiwa auawe kwenye uwanja wa Mkapa. Ingekuwa leo. Kwa hiyo tukio lake la kuuawa liwe live, ikiwezekana vyombo vyote vya habari vionyeshe tukio la kuuawa kwa nani? Kwa Petro. Yaani siku hiyo ITV wawe live, Star TV wawe live, ikiwezekana na vyombo vya kimataifa vionyeshe live Petro anavyouawa, ili iwe fundisho kwa wengine wanaojifanya kufundisha habari za ufufuo wa Yesu Kristo, habari za uponyaji unaoletwa na Yesu Kristo, habari za uzima unaosababishwa na Yesu Kristo. Kwa hiyo Petro amewekwa sasa, wanasubiri wamtoe. Anafikiri ni rahisi namna hiyo. Biblia inasema kwenye ule mstari wa 5, basi Petro akalindwa gerezani na wale askari. Lakini nini kilikuwa tofauti siku hii? Nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hebu sema nalo kanisa. Sema tena nalo kanisa. Sema tena nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Ukisoma kwenye tafsiri za Kiingereza anasema they prayed diligently. Kanisa liliomba bila utaratibu, liliomba bila kuacha, liliomba bila mtu kuwakusanya, liliomba bila kuangalia muda, liliomba bila kuangalia sauti ni kubwa au ni ndogo. Kanisa liliomba kwa juhudi zote ambazo mtu anaomba. Tafsiri nyepesi ni nini? Kanisa lilimkatia Petro nini? Rufaa. Mungu ni kweli Yakobo amekufa, hatuko tayari kuona Petro naye anafanya nini? Anakufa. Ni kweli aliyemuua Yakobo ndiye aliyemkamata Petro, lakini tunajua iko nguvu inayoweza kuachiliwa kutoka kwenye madhabahu ya mbinguni ikamtetea Petro. Inawezekana kabisa hatukuwa tumesimama kwenye zamu zetu wakati anakufa Yakobo, Mungu ingilia kati sasa. Kila mtu akang'ang'ana. Sikiliza mtoto wa Mungu, nini kilichotokea? Maandiko yanasema hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule ambao kesho yake ndio Petro anatakiwa kutolewa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya malango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro bavuni, akamwamsha, akasema ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia jivike nguo zako.
jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alizani kwamba anaona maono. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa unisikilize, Petro alitoka na malaika, milango ikiwa imefanya nini? Imefungwa. Nguvu za Mungu ziliposhuka, uwepo wa Mungu uliposhuka, milango yote imefungwa, lakini waliondoka. Na ndio maana Petro alifikiri anaona nini? Alifikiri anaona maono, alifikiri anaota ndoto, alifikiri kuna kitu tu fulani hivi kinaendelea cha kindoto, lakini ndio ulikuwa ni uhalisia. Baadaye akagundua yuko nje. Nini kimetokea? Kuna watu wamemwambia Mungu, haitakuwa, haitatokea, hatakufa, ataishi, atayasimulia matendo makuu ya kwako, hatakufa, mwanadamu hatamtenda kitu chochote. Mungu, wewe ni zaidi ya huyu mfalme, wewe ni zaidi ya nguvu zinazotawala, wewe ni zaidi ya mawasiliano yaliyoko katika damu na nyama, hatakufa. Angalia, malaika wa Bwana aliposhuka hakuwasiliana na polisi, alienda moja kwa moja mahali Petro alipokuwa amelala, hakuwasiliana na walinzi. Inawezekana walinzi walikuja wakashtuka, wanakuta minyororo iko pale chini, wanashtuka, wanakuta waliokuwa na mlinda. Unajua walikuwa polisi 16, wote walikuwa wanalinda mtu mmoja, kufumba na kufumbua, mnayemlinda hayupo, milango imefanya nini? Imefungwa. Kwa nini? Kuna watu ambao wameamua kukata rufaa. Leo Bwana akakate rufaa kwenye eneo lolote ambalo limezuiwa, limeshikiliwa, limekamatwa na madhabahu za adui. Leo ninakukatia rufaa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hata kama Herode wako alimuua na Yakobo, hatakuua na wewe. Hata kama huyo Herode aliharibu na kazi ya mtu mwingine, hataharibu ya kwako. Hata kama aliharibu na biashara ya mtu mwingine, hataharibu biashara yako. Hata kama kuna polisi wako 16 wa kipepo, wa kichawi, wa kishirikina wanakufuatilia kila unakoenda, leo iko damu ya msalaba itakayowaacha midomo wazi, maana hawatakuona kabisa. Ninakukatia rufaa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ile damu ya msalaba iliyomwokoa Petro ikakuokoe na wewe jioni ya leo, ikakutoe kwenye kifungo jioni ya leo, ikakutoe kwenye mateso jioni ya leo. Ile neema ile. Biblia inasema hivi, Mungu ni yule jana, leo na hata milele, hajawahi kubadilika. Sijui kinachokutesa kwenye hiyo ofisi, lakini tunaye Mungu aliyeshuka kwenye gereza akamtoa Petro bila kufungua milango ya gereza. Watashangaa umefanikiwa bila kujua umefanikiwaje, watashangaa umetoka bila kujua umetokaje, watashangaa umeendelea bila kujua umeendeleaje. Hiyo neema iko juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuombea hiyo neema kwa damu ya msalaba. Unisikilize, inawezekana kabisa katika namna ya kawaida umekata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu Yakobo wako alishauawa. It is very possible kukata tamaa. Maana kama Yakobo ameuawa, aliyemuua ndio yule. Yakobo kafa, aliyemuua ni yule. Huyo ndo kaukamata na wewe. Unajua kibinadamu lazima ukate tamaa. Kibinadamu lazima uone haiwezekani tena. Tatizo ni lile ambalo limemuua na mtu mwingine. Tatizo ni lile. Inawezekana kabisa daktari amekwambia huu ugonjwa ulishauaga na fulani, ulishauaga na fulani. Iko damu ya Yesu ambayo ikiachiliwa, haijalishi historia, haijalishi experience, haijalishi na nani mwingine alianguka, hiyo damu ya Yesu ikishaachiliwa kwa imani kwamba Mungu, ninakujua nguvu zako hazijawahi kubadilishwa na matendo ya wanadamu. Ninakujua kwamba neema yako haijawahi kubadilisha na historia za watu. Ninajua nikikuita kwa bidii unashuka. Na ndio maana inapokuja kwenye swala la kuomba na kuamini, ni kitu personal. Don't look at the experience. Usiangalie nani alifanya nini, nani aliangukia wapi. Usiangalie hiyo. Usiangalie ukubwa wa tatizo lililoko mbele yako, angalia ukubwa wa Mungu wako.
juu ya tatizo lililoko mbele yako. Usiliabudu tatizo, usilipe sifa tatizo, usilitukuze tatizo, mwabudu Mungu wako. Jina la Yesu libarikiwe. Nataka niongee mambo mawili yanayolihusu kanisa la wakati ule. Biblia inasema ni Herode huyo huyo aliyemuua Yakobo ndiye akamkamata na nani? Na Petro. Sasa turudi kwenye somo letu, kwenye nafasi. Kwa nini Yakobo alikufa na kanisa lilikuwepo? Kwa nini Yakobo alikufa na kanisa lilikuwepo? Kosa la kanisa lilikuwa nini? Hawakukaa kwenye nafasi mara ya kwanza. Herode akapata kiburi, akafikiri inawezekana tu kumfanyia ubaya mpaka wa mafuta wa Mungu. Kumbe kanisa lilijisahau. Kumbe kanisa lilikuwa haliko kwenye nini? Kwenye nafasi. Alipokamatwa Petro, kanisa likashtuka. Tumepewa amri ya kukanyaga inge na nyoka na nguvu zote za yule adui, hakuna kitu chochote kitakachotudhuru. Tumepewa mamlaka zidi ya ufalme wote wa nguvu za giza. Tuna hiyo neema ya kubadilisha vitu. Kanisa likashtuka, kanisa likarudi kwenye nafasi, kanisa likarudi kwenye position ya kukatia vitu rufaa. Mungu, tunakujua. Hata kama Yakobo ameuawa, kuuawa kwa Yakobo hakumaanishi huna nguvu. Kuuawa kwa Yakobo hakumaanishi hauwezi kutenda. Kuuawa kwa Yakobo hakumaanishi hauponyi tena, hakumaanishi ndio umelala. Mungu, tunajua hatukuwa tumesimama kwenye zamu zetu, hatukuwa tumesimama kwenye nafasi zetu. Sasa Bwana, tumesimama. Bwana Yesu, ingilia kati, simama, tutetee, tusaidie. Wakimuua Petro, jina lako litatukanwa, heshima yako itakuwa imepotezwa. Wakimuua Petro, tutakosa ujasiri wa kuendelea kuzungumza habari za injili ya ufufuo wa Yesu Kristo. Wakimuua Petro, tutakosa neema ya kuendelea mbele. Mungu, ingilia kati. Biblia inasema walipoomba namna hiyo, usiku ule ikawe kwako leo katika jina la Yesu. Utakapoomba mahali hapa siku ya leo, usiku huu Bwana akapigane kwenye ile ofisi. Usiku huu wa leo Bwana akapigane na maadui zako. Usiku huu wa leo Bwana akakuinue mahali walipokuzuia. Usiku wa leo, hebu sema usiku wa leo. Sema kwa kumaanisha usiku wa leo. Kama ilivyokuwa usiku ule, ikawe usiku wa leo kwenye familia yangu, kwenye kazi yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye afya yangu. Usiku wa leo ikawe kwako katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kwa unaweza ukaelewa kitu kilichotokea. Kanisa halikuwa limesimama kwenye nini? Kwenye nafasi. Kanisa liliporudi kwenye nafasi. Unajua kuna watu wanafikiri wewe ni mwepesi, kumbe tu hujasimama kwenye nafasi yako. Wewe sio mwepesi. You are not that simple. Wewe sio mwepesi hivyo. Neema ulionayo sio ya kawaida. Nguvu ulionayo sio ya kawaida. Ni vile ibilisi tu anapambana mchana na usiku usikae kwenye nini? Kwenye nafasi. Kwa hiyo wakikupima kwenye mizani yao wanakuona mwepesi, lakini kimsingi wewe sio mwepesi. Kijifunza habari hizi utashangaa. Mfalme ni yule yule, nguvu aliyotumia ni ile ile, mamlaka yake ilikuwa ni ile ile, lakini saa hii wanakuja kushtuka asubuhi, mfungwa hayupo. Wanakuja kushtuka asubuhi, mfungwa hayupo. Milango yote imefanya nini? Imefungwa, kama ilivyokuwa imefungwa. Askari wote 16 wanatakiwa kutoa maelezo. Ameenda wapi? Ameenda wapi? Unajua mzee tulikuwa naye akati anachukuliwa, mlikuwa wapi? Mzee tunataka tukuhakikishie, hata sisi hatuelewi. Minyororo yake hii hapa, pingu zake hizi hapa. Yaani mtu ameingia,
mpaka kafungua pingu, nyie mlikuwa wapi? Sema mzee, usitulaumu sisi, uliza waliokuwa kwenye lango la kwanza, uliza waliokuwa kwenye lango la pili, alipitaje? Maana kama unataka kuhukumu, manake hukumu gereza zima. Uanze na yule aliyekuwa getini, uje geti lililokufuata, uje mlango, uje, manake utaingiza hatiani gereza zima. Walifika mahali, Biblia inasema walifika mahali wakaogopa. Walifika mahali wakaogopa, wakasema tunadili na mtu ambaye sio wa kawaida. Tulifikiri tulipomuua Yakobo basi wengine wote wako hivyo hivyo. Hawakujua kuna watu wakisimamaga kwenye nafasi zao, kuna vitu vinatokeaga tofauti. Kuna watu wamekudhalau, hawajajua neema ambayo unatembea nayo, saa unasimama kwenye zamu yako. Kuna watu walifikiri wewe ni mwepesi, hawajajua nguvu za Mungu ambazo zikiachiliwa juu yako nini kinachoenda kutokea. Mimi nimemwona Mungu akifanya maajabu tulipoomba na watu. Kupe ushuhuda utakusaidia. Niliomba na mama mmoja kwenye mkoa fulani, nilikuwa nimeenda kufundisha semina. Ile mama akaja ofisini, amekuja na barua, akaniambia, mtumishi, katika hali ya kawaida sikutakiwa kukuonyesha hii barua, lakini sina namna, lazima nikuonyeshe. Nikamwambia ni barua ya nini? Akaniambia nimefanyiwa fitna, niondolewe kwenye nafasi. Nikamwambia sawa. Mbona ninapoongea na wewe nimehamishwa, nimepelekwa mahali ambapo mtumishi sipapendi. Hii nafasi nilionayo ilikuwa inanipa fedha. Akaniambia namna alivyokuwa na pesa, nikamsikiliza. Akanieleza na namna alivyokuwa anatumia pesa alizokuwa anapata kwenye hiyo nafasi. Anasema hizi pesa zimenisaidia kufanya huduma kanisani, zimenisaidia kutunza watumishi. Mimi mtumishi nimejenga mpaka mahali ambapo watumishi sio lazima wafikie hotelini. Wakifika kwenye nyumbani kwangu kuna mahali tumetenga kwa ajili ya watumishi tu kufikia, hapo ni hoteli by itself, lakini yeye anapata kwenye hii nafasi. Namwambiaga mchungaji, kukiwa na changamoto yoyote ya huduma kanisani aniambie tu, kwa sababu tayari mimi nina budget kwa ajili ya huduma na watumishi. Akanisimulia. Sasa rohoni namuuliza Roho Mtakatifu, kama huyu mtu umempa hii nafasi na anaitumia hii nafasi kwa ajili ya ufalme namna hii, unaruhusuje kitu cha namna hii kitoke? Kwa nikatafakari, nikamwambia mama, kwa jinsi ulivyojieleza, kama haya uliojieleza yote ni ya kweli, tuna kila sababu ya kukata rufaa. Akaniambia kweli mtumishi? Akamwambia tukate rufaa. Nikamwambia tukate rufaa. Kanipa barua, tukaiweka mezani, tukamwambia Bwana Yesu, tunakata rufaa. Hatujui nguvu iliyotumika kumwondoa huyu mama kwenye nafasi, lakini sisi nguvu tulionayo ni nguvu inayoshinda nguvu zote. Wao wanaweza kuwa wanataja magari, wao wanaweza kuwa wanataja farasi, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana wa majeshi. Kwa mamlaka Baba ulionipa, ninamrudisha huyu mama kwenye nafasi ambayo wamemwondoa. Kama ni hila na fitna wamefanya, ninamrudisha kwenye nafasi. Nikaomba. Tulipomaliza kuomba, nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia achilia nguvu kubwa zaidi, kuna nguvu kubwa ya uchawi. Nikamwambia Roho Mtakatifu sawa. Nikamwambia mama, usipate shida, tutaomba at least mara 3. Nilimwambia tutaomba mara 3. Kwa nikamwambia kila siku utakuja na hiyo barua, tutaomba, utaenda, utakuja, tutaomba, kwa sababu nilikuweko pale. Kwa hiyo akaenda kesho, akarudi, tukaomba kwa ajili ya ile barua. Akaenda kesho kutwa, akarudi, tukaomba tena kwa ajili ya ile barua. Tulipomaliza siku 3, Roho Mtakatifu akaniambia mwambie arudi ofisini. Usije kufikiri kitu chepesi. Wewe umeshaondolewa, wameshakupangia kituo kingine. Kule ofisini maadui zako wameshasherekea kwamba afadhali sasa amefanya nini? Ameondoka. Mimi Roho Mtakatifu ananiambia mwambie arudi wapi? Arudi kazini. Hiyo ni mamlaka ya mbinguni inasema. Haijalishi kilichofanyika kwenye ulimwengu wa damu na nyama, mamlaka ya mbinguni inasema arudi kazini. Nikamwambia mama, kesho narudi ofisini.
Akaniangalia usoni mara mbili, akaniambia umesemaje mtumishi? Nimesema hivi, kesho unarudi kwenye ofisi yako. Akaniambia ninarudije sasa? Nikamwambia ndio maana tulikuwa tunaomba. Nilipoona imani yake inakuwa kama kidogo ngumu, nikamwambia kabla hujaenda ofisini upite hapa kanisani. Kwa sababu nilikuwepo kanisani ofisini. Nilikuwepo kanisani asubuhi. Kwa hiyo asubuhi akapita kanisani. Akaja tena na ile barua. Akaniambia mtumishi, ulisema narudi ofisini. Nikamwambia unarudi ofisini. Nikamwambia sasa kama una mashaka, wewe jifanye unaenda kuonana tu na yule mheshimiwa. Sasa nitamtaja jina, ndio bosi wake. Nikamwambia wewe nenda tukaonane naye. Ukifika tu wewe onana naye. Kama hujui cha kumwambia, wewe ukifika tu msalimie. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu za Mungu zimeachiliwa juu yako ambazo wewe uzioni. Lakini atakapokuona tu ataanza kuhangaika. Akaniambia kwa hiyo niende tu nimsalimie. Nikamwambia wewe nenda tu. Akasema sawa. Sasa yeye ameondoka, mimi niko kanisani. Kwa mimi nikaendelea kuomba. Nikamwambia Bwana Yesu, naomba umtie nguvu huyu, maana ana wasiwasi. Unajua watu wanaogopa sana mabosi zao. Kumbe yuko bosi wa mbinguni ambaye akisema neno lake ni final. Yeye akisema ndio, hakuna anayeweza kusema hapana. Yeye akisema kinatokea, hakuna anayesema akitokee. Yule mama akaondoka, akafika ofisini. Sasa cha ajabu siku hiyo amefika ofisini, akakuta foleni ya watu wanaotaka kumuona bosi. Kan text message, mimi niko kanisani. Kan text message, mtumishi, nimekuta watu wengi sana wanataka kumuona bosi hapa. Nikamwambia kaa kwenye foleni. Kama nikamwambia kaa kwenye foleni. Kaka. Kwa nini? Kwa sababu nilitaka apate utulivu. Kakaa kwenye foleni, wakaingia, nafasi yake ikafika. Amefika kwa bosi, hajui cha kumwambia. Anasema cha ajabu, bosi wake alipomuona akamchangamkia sana. Karibu sana, unaendeleaje? Za masiku, siku 2-3 sijakuona. Wakati yeye ndo amempa barua. Siku 2-3 sijakuona. Sasa ni kweli bosi, ni kwa sababu ya hii barua ambayo ulikuwa umenipa. Sasa barua gani tena? Kaambia si hii hapa. Hebu lete. Akaiangalia. Bosi akasoma ile barua. Sikiliza maneno bosi aliyoongea. Akasema nimeamini huku duniani kuna uchawi. Bosi ndo anayesema. Sasa nimeamini huku duniani kuna nini? Kuna uchawi. Mimi ndo wakukuandikia wewe hii barua. Kwa jinsi unavyofanya kazi hapa, kwa jinsi ninavyokutegemea hapa, mimi ni wakukuandikia wewe hii barua. Sema hebu watu waache ujinga, hebu rudi ofisini. Akamwambia bosi, ninarudije sasa ofisini? Sasa nimesema rudi ofisini. Akamwambia nimekwambia rudi ofisini. Anasema akabaki amechanganyikiwa. Hajui sasa aende ofisini au abaki, kwa sababu kule watu walishamwandikia message, walishampigia simu, watu wamefurahi huko ulipoondoka. Watu wameshangilia huko ulipoondoka. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa unajifanya una kielele. Unajua mtu akionekana anafanya kazi zaidi, anaonekana ana nini? Ana kielele. Mtu akionekana ni mwaminifu kwenye eneo ambalo Mungu amemweka, huwa anaonekana ana kielele. Kwa hiyo wengine huwa wanakasirika. Ndio kitu ambacho kilimpata Danieli. Danieli shida yake yeye alionekana kuwa mwaminifu. Ndio kesi alizozipata mpaka akatupwa kwenye tundu la simba. He was faithful. Anaambiwa rudi ofisini kwako. Akamwambia sasa, anamwambia sasa bosi, basi naomba uniandikie barua nyingine. Akasema hebu acha hiyo barua hapo. Mimi sidhani kama mimi niliandika hiyo barua. Akaondoka. Anarudi ofisini, haelewi cha kufanya. Watu wote hawaelewi kinachoendelea. Maana kuna watu ambao walishakalia kiti chake, walishakalia meza yake. Anafika pale, bosi ameshapiga simu, anasema huyo mtu naomba arudi kwenye nafasi yake. Anasema ofisi yote ilitaharuki. Kila mtu alichanganyikiwa. Kila mtu haelewi kinachoendelea. Kwa nini? Kwa sababu mfalme wa wafalme ameingilia kati. Jina la Mungu wa Yakobo limeinuliwa. Nataka niseme na mtu mmoja hapa. Ninamjua Mungu ninayemtumikia. Inawezekana wamekuondoa kwenye nafasi kwa fitina tu, kwa wivu tu. Usiishie kukata tamaa haraka. Ndio maana nikakueleza, nikakuambia ni Yakobo aliyeuawa,
na ni Herode yule yule aliyemuua Yakobo. Ndio Herode huyo huyo kamkamata na nani? Na Petro. Ni rahisi kufanya nini? Kukata tamaa. Huoni kama inawezekana kwa sababu tayari kuna experience ya tatizo. Huoni kama inawezekana kwa sababu tayari kuna mwingine ameuawa hapo. Tayari kuna mwingine ameondolewa hapo. Tayari kuna mwingine amedhulumiwa hapo. Unasema yamenikuta. Usiseme yamenikuta, sema ninajua mteteaji wangu yuko hai, ninajua atanitetea, ninajua atanisaidia. Sema my case is different. Hata kama hujui Kiingereza sema my case is different. Issue yangu mimi ni tofauti, na iwe kwako katika jina la Yesu. Na ndio maana mtoto wa Mungu lazima uelewe thamani ya mpako wa mafuta wa Bwana ni thamani ya kipekee. Mungu anakutazama tofauti. Unapoanza kumtumaini, unapoanza kumtegemea, Mungu hakutazami kama watu wengine. Na ndio maana utaona maandiko yakisema ingawa watu 1000 wataanguka ubavuni kwako, lakini wewe utatoka salama. Ingawa watu 1000 watapigwa, wewe utatoka hujapigwa. Ingawa watu 1000 watafukuzwa, wewe utatoka hujafukuzwa. Ingawa watu 1000 wataanguka, wewe utainuka. Thamani ya mpako wa mafuta mmoja ambaye amekaa kwenye nafasi ni kama watu wangapi? 1000. Kilielewa neno la Mungu, kaamua kutembea nalo, nguvu za Mungu zitafanya kazi ndani yako tofauti. Unaposoma maandiko unagundua kitu cha tofauti. Angalia Mungu anavyokuheshimu. Anasema thamani yako wewe mtu mmoja uliyekaa kwenye nafasi yako ni sawa na watu wangapi? Haimsumbui Mungu watu 1000 wakianguka hapo, lakini wewe ukatoka. Kwa nini? Kwa sababu umekaa kwenye nini? Kwenye nafasi. Lakini angalia kinachotokea usipokaa kwenye. Ndio maana mapambano tulionayo mchana na usiku, tusikae kwenye nini? Kwenye nafasi. Fikiria huyu mama angetoka tu pale akaomboleza tu, akalia tu, akasema jamani hizi fitna, jamani kitu wamenifanya. Jamani angekaa tu hapo na uchungu na maumivu, hajui kitu cha kufanya, angeishia hapo. Na angeenda huko angenyanyasika bila sababu. Lakini alipogundua liko jina lipitalo majina lote, liko jina lina nguvu, jina linaloweza kuokoa, jina linaloweza kubadilisha situation ambayo kibinadamu haiwezekani. Alipoelewa iko hiyo neema, akasema hapana, ngoja niende kwenye madhabahu. Na mimi leo ninakuombea neema, haijalishi nini kinachoendelea, yuko Mungu anayeweza kukusaidia. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wanasema leo Bwana anitetee, leo Bwana anisaidie, leo Bwana anipiganie? Huyo Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Kanisa liliposimama kwenye nafasi, kanisa liliposimama kwenye nafasi, Petro hakuuawa. Petro hakuuawa. Wewe nikuonyesha huu mstari alafu tuombe. Fungua kitabu cha Isaya sura ya 62. Nasikia Roho Mtakatifu ananisemesha hapa. Isaya ile sura ya 62. Kuna kitu kikubwa sana ambacho Mungu anataka kukiachilia ndani yako leo. Na Mungu anataka utoke mahali popote ambapo panakuzuia, mahali popote ambapo panakushikilia. Ule mstari, angalia ule mstari wa 6. Isaya 62 ule mstari wa 6. Biblia inasema hivi kwenye ule mstari wa 6. Anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Anasema hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya. 1, msiwe na kimya. 2, msimwache. Kuna watu wengi sana wakikutana na changamoto wananyamaza.
Ukinyamaza, mbingu nazo zinafanya nini? Zinanyamaza. Maana maandiko yanasema yale mnayoyafunga huku duniani ndio yanayofungwa wapi? Mbinguni. Yale mnayoyafungua duniani ndio yanayofunguliwa wapi? Ndio yanayofunguliwa mbinguni. Anasema enyi ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya. Msiwe na kimya. Msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya. Kwa hiyo Mungu anataka usinyamaze. Shetani atakutia moyo kufanya nini? Kunyamaza. Saidia kumwambia jirani yako, siku zote shetani atakutia moyo kunyamaza. Mwambie tena, siku zote shetani atakutia moyo kunyamaza. Lakini mbingu zinataka usifanye nini? Usinyamaze. Mbingu zinataka usinyamaze. Kunyamaza kwako ndio kupotea kwako. Kunyamaza kwako ndio kupotezwa. Wale wanaokumbuka habari za Bartholomayo kipofu, si unakumbuka? Bartholomayo yule kipofu, kama unakumbuka habari zake, Biblia inasema hivi, alikuwa ameketi kando ya njia wakati Yesu anaingia kwenye mji wa Yeriko. Wale ambao wamesikia habari za Yeriko, Yeriko ulikuwa mji machachari, mji wenye vurugu kidogo. Kwa Kiswahili cha leo cha kisasa, mji wenye amsha. Kwa hiyo una kelele. Na ndipo Bartholomayo alikuwa anaketi pale kando ya njia akiomba nini? Akiomba sadaka. Biblia inasema kwenye moyo wake alisema, leo kama atapita Yesu wa Nazareti, ama zangu ama zake, lazima leo nionane naye, hata kama sioni. Maana yake nini? Maana yake Bartholomayo alikuwa ameshasikia habari za nani? Za Yesu, kwamba waliokutana naye walipona. Waliokutana naye walipona. Kwa hiyo alikuwa na information, alikuwa na taarifa. Akasema leo, yani muda wote atakaopita, muda wote atakaopita. Kweli Yesu si akapita, kasikia kelele, sasa ni nini jamani? Ni nini jamani? Maana haoni. Ni nini jamani? Wakamwambia Yesu wa Nazareth anapita. Akasema ndio tayari. Biblia inasema alianza kupaza sauti. Hebu sema kupaza sauti. Sema tena kupaza sauti. Tafsiri nyepesi, alianza kupiga kelele. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yaani pamoja na amsha za Yeriko, pamoja na kelele, pamoja na vurugu, alihakikisha sauti yake ndio inasikika zaidi kuliko sauti zingine zote, na hakuwa na maiki. Zile kelele zilikuwa kubwa kwa kiwango ambacho ilikuwa kama vile anamdistabu Yesu ambaye yuko katikati ya kelele. Wanafunzi wa Yesu walienda wakamnyamazisha, wakamwambia, unapiga sana kelele we kipofu, si unyamaze. Sasa leo si nyamaze, nataka kuonana huyo, nataka kuonana na huyo Yesu. Na katika hali ya kawaida, kwanza ni mchafu, amevaa vazi ambalo sio zuri, ni vazi ambalo halina heshima. Kwa hiyo hawaoni anachokiongea kama kinawezekana. Kwa status alionayo na kwa hali ya upofu alionayo, aonane na Yesu ili iweje? Ili kitokee nini? Kwa waliomkatisha tamaa wa kwanza kabisa ni wanafunzi wa Yesu. Kuna watu ambao unategemea watakutia moyo ndio watakuwa wa kwanza kukatisha tamaa. Ukisubiri wakutie moyo, imekula kwako. Ukiamua kupiga kelele kwa Mungu wako, piga kelele peke yako mpaka uone unachokitaka kimezaliwa, mpaka uone unachokitaka kimetokea. Ukisubiri mkono wa shirika,
ukisubiri watu wakutie moyo utalala hapo. Huyu ameshamuona ni msumbufu. Nilipokuwa nasoma kwenye maandiko nikashangaa kidogo. Waliotakiwa kumtia moyo ndio wanaomvunja moyo. Waliotakiwa kumtia moyo ni nani? Ni wanafunzi wa Yesu. Walitakiwa kumwambia jipe moyo wewe, Yesu kweli anaweza kukusaidia. Walimwambia unapiga kelele. Usimpigie kelele mwalimu, usimpigie kelele Rabi, nyamaza wewe, acha hizo kelele. Wapi? Yani Biblia inasema hivi, kadri walivyomnyamazisha, ndivyo Biblia inavyosema. Kadri walivyomnyamazisha ndivyo alivyozidi kupiga kelele. Kwa hiyo unapomnyamazisha ni kama unaongeza volume. Yesu, maana anaona sasa hao wananizuia, wanazuia uponyaji wangu, wanazuia neema yangu. Nini alichokuwa amekiona kwenye moyo wake? Alikuwa anaona ni saa yake ya kutoka, anaona ni saa yake ya kuinuka, anaona ni saa yake ya hatua, lakini kuna watu wanamzuia. Ninakuombea neema ya kusonga mbele katikati ya mazuio, katikati ya kuambiwa haiwezekani. Ninakuombea neema ya hatua zaidi, katikati ya mazingira ambayo kila mtu anakuvunja moyo. Ninakuombea neema ya kuendelea mbele katika jina la Yesu. Na mara nyingi unapokaribia muujiza ndipo unapigwa vita zaidi. Mara nyingi unapokaribia kuvuka, upinzani ndio unakuwa mkubwa. Usiuogope upinzani, angalia kile kitu Roho Mtakatifu anakusemesha. Usiangalie wanaokupiga vita, angalia kile kitu Mungu anakuambia ndani. Maana kawaida ya hatua ya kwenda final ndio waga inakuwa ngumu zaidi. Hatua ya fainali, hatua ya kuwa mshindi ndio hatua ngumu kuliko hatua zote ulizowahi kuzipitia. Na ndio maana kuna kipindi unaweza kuwa unapitia mambo magumu sana, alafu ndani yako ukawa unasikia uchungu mkubwa. Kile kitendo cha kusikia ule uchungu unazidi kuwa mkubwa ndani yako. Wakati mwingine hata unalia machozi, wakati mwingine hata unatembea mwenyewe barabarani machozi yanakutoka hata uelewi, wakati mwingine hata unaongea peke yako huko njiani. Ukiona unapita kwenye hiyo situation, usikate tamaa. Ni saa ya kuzaa kitu kingine. Tafuta mahali pana msalaba, mwambie Bwana Yesu, nataka kuzaa sasa, nataka kuleta kitu kipya sasa, nataka hatua mpya sasa. Biblia inasema kadri walivyomnyamazisha ndivyo alivyopaza sauti. Sauti yake ikazidi sauti zote, kazidi sauti zote. Yesu akamsikia. Yesu akasema, anayepiga kelele nani? Wakamwambia, Rabi, ni yule mwana wa Bartimayo, ni yule kipofu, yule msumbufu, yule kipofu. Sasa anataka nini? Hebu mwite. Maana kwa jinsi alivyoita anataka msaada, kwa jinsi alivyopiga kelele anataka msaada. Wacha nimsikilize. Wale wazazi mnafahamu, unaweza ukawa huko sebuleni unaangalia TV, mtoto yuko chumbani akasema mama, akasema unasemaje? Ananyamaza. Mama, unasema nini? Amenyamaza. Mama, unajua wewe ni msumbufu sana. Mama! Unafanyaje? Unatupa remote kule mbio kwenda wapi? Ni yule aliyeita mara ngapi? Mara 3, na uliendelea na shughuli zako. Hata Mungu wetu yuko hivyo hivyo. Ninakuombea neema ya kupiga kelele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unavyopiga kelele mbele za Mungu wako ndivyo unavyoruhusu mbingu kukusaidia. Kanisa lisingepiga kelele, Petro naye angekufa. Bartimayo alipopaza sauti, Yesu alisimama. Alisema mleteni. Akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Akasema, nataka nipate kuona. Nini Yesu alimwambia? Imani yako imekuponya. Na tangu saa ile Bartimayo alipokea macho, akaanza kuona. Fikiri angeogopa vikwazo, fikiri angewasikiliza waliokuwa wanamvunja moyo, angeendelea kuwa kipofu.
Ninakuombea neema ya kutokuendelea kuwa kipofu, na Yesu anapita mbele yako leo. Leo Bwana akafungue macho yako na ukaone katika jina la Yesu. Hakuna sababu ya kuendelea kuwa kipofu na Yesu amepita hapa Segerea. Hakuna sababu ya kuendelea kukaa kwenye maumivu na Yesu amepita hapa. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninachokisikia ndani ya moyo wangu, kuna nguvu za Mungu ambazo Mungu anataka kuziachilia katikati yetu leo. Na kuna watu ambao ndani ya mioyo yao kumeshatokea mpaka hali ya kukata tamaa kwa sababu ya situation wanazozipitia. Lakini Roho Mtakatifu amenisemesha, amesema anapindua meza, anageuza situation, anabadilisha mazingira, analeta majibu katikati ya eneo ambalo uliambiwa halina majibu. Anakupeleka hatua katikati ya mazingira ambayo hukutegemea ungeiona hiyo hatua. Kile kitu ambacho umekuwa ukilia nacho mbele za uso wa Mungu, huyu Mungu ni mwaminifu. Hajawahi kubadilisha. Ndiye aliyempa Bartimayo macho akati hajaona kuanzia akiwa anazaliwa, akapewa macho na akaona. Kwa nini? Alipiga kelele, alipaza sauti. Kanisa lilipaza sauti. Lilipopaza sauti, malaika akashuka kwenye gereza. Na sisi leo tunaenda kupaza sauti kwenye kiti cha neema, kwenye kiti cha enzi. Kile ambacho kimezuiwa, damu ya Yesu inaenda kuingilia kati. Kama unaamini, sema ninaamini. Sema tena ninaamini. Sema tena ninaamini. Sema tena ninaamini. Sema tena ninaamini. Na ikawe kwako sawasawa na kuamini kwako. Ninaomba usimame mahali ulipo. Kwa hiyo unaweza ukashika sadaka yako ambayo Bwana alikuwa amekupa, zile bahasha ambazo tulikuwa tumepeana siku ya jana. Unapoenda mbele za uso wa Mungu, nenda na hilo neno ambalo Bwana amekusemesha. Unapoachilia sadaka yako, mwamini Mungu juu ya hiyo sadaka ambayo unaipeleka kwenye madhabahu ya Mungu. Usitoe kisheria. Mwambie Bwana Yesu, ninaunganisha moyo wangu na kile ninachokiomba. Nataka kuona kuna muujiza unazaliwa. Nataka kuona kuna nguvu inazaliwa. Nataka kuona kuna kitu kinatokea. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, ni Mungu anayejibu kwa moto. Unaweza kufanya. Tutakuwa tukimwabudu Mungu kwa huo wimbo. Wale ambao hawakupata neema ya kupata kitabu cha uongozi wa Roho Mtakatifu kipo pale nje. Ni vizuri kukipata, kitakusaidia sana kuvuka. Lakini kitabu cha maombi ya vita na vile baadhi ya vitu ambavyo nimekuwa nikivisema kuhusu maagano na vifungo, kuna kitabu kinaitwa Ukombozi. Lakini kuna kitabu cha ukombozi wa fikra na nguvu ya maamuzi. Jitahidi kupata nakala yako pale nje, ni shilingi 5,000 tu. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Karibu tumwambie Bwana Yesu kwamba anaweza kufanya kuliko tunavyowaza, kuliko tunavyoomba, kuliko tunavyofikiri. Yeye ni Mungu wetu. Yes Lord. Yes.
kunizuia kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya hatia iliyokuwa imesimama mbele yangu. Leo huo uhalali ninaubatilisha kwa damu ya Yesu. Ninafuta sasa kwa damu ya Yesu hati ya mashtaka ambayo ilisimamishwa ili kunizuia, hati ya mashtaka ambayo ilisimamishwa kuzuia hatua zangu. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona, nimetakaswa, nimesafishwa, nimeoshwa kabisa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila uhalali wa nguvu za giza ili kunizuia leo ninautiisha chini ya mamlaka ya jina la Yesu, ya jina la Yesu. Roho zinazozuia, roho zinazoshikilia neema ya kibali, neema ya kufanikiwa, neema ya kustawi, leo ninazitiisha kwenye mamlaka ya jina la Yesu. Nafasi yangu iliyozuiwa, iliyoshikiliwa, leo ninairejesha, ninairejesha, ninairejesha. Fedha zilizoshikiliwa, mali zilizoshikiliwa, heshima iliyozuiwa, jina lililokamatwa, leo ninalirejesha kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Roho za giza achia, 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 achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea sasa, achilia damu ya Yesu kwenye kila eneo. Paza sauti sasa, mwambie Bwana, sitoki hapa. Kama jinsi ambavyo ulishuka usiku ule ule kwenye gereza ambalo Petro alikuwepo, kama jinsi ambavyo ulishuka usiku ule ule ambao kanisa walipiga kelele mbele zako, kama jinsi ambavyo ulishuka usiku ule ule, nataka ushuke kwangu leo. Bwana Yesu, shuka na kwangu leo. Mwambie Bwana, shuka kwenye jina langu leo, shuka kwenye uchumi wangu leo. Bwana Yesu, kanisa lilipoita, haijalishi Yakobo alikuwa ameuawa na nguvu ile ile, haijalishi, lakini kanisa lilipopiga kelele, lilipopaza sauti, Bwana ulishuka. Na mimi leo ninapaza sauti kwenye kiti cha neema, kwenye kiti cha enzi. Endelea, endelea, endelea. Hiyo nguvu ya Bwana inapita, 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 inapita. Achilia damu ya Yesu kwenye hiyo nafasi, achilia damu ya Yesu kwenye hiyo nafasi, achilia damu ya Yesu kwenye uchumi, achilia damu ya Yesu kwenye milango iliyofungwa, achilia damu ya Yesu kwenye ndoa, kwa watoto, hilo ambalo limesimama kama ukuta, kama zuio, kama tatizo, hiyo roho ya mauti, hiyo roho ya magonjwa, hiyo roho ya uovu, leo iachie. Hizo kafara leo ziachie, hizo roho za miungu leo ziachie. Paza sauti, wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, msimwache akae kimya, msiwe na kimya. Piga kelele kwa ajili ya mama yako aliyelala kule hospitali, piga kelele kwa ajili ya mume wako ambaye hujui kinachoendelea, piga kelele kwa ajili ya mke wako, piga kelele kwa ajili ya mtoto wako. Mwambie Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu kwa ajili ya mwanangu, unirehemu kwa ajili ya mke wangu, unirehemu kwa ajili ya duka langu, unirehemu kwa ajili ya kazi yangu. Kuna vitu vinaendelea, sielewi ni kitu gani. Kuna roho za uovu zimeinuka leo, ingilia kati. Wale malaika wanaoingilia kati, wateule wanapopiga kelele, wale malaika wanaoingilia kati. Kumbuka maneno ya Mordekai aliyomwambia Esta, alimwambia wewe ukinyamaza kabisa wakati kama huu, hautakiwi kunyamaza, ni wakati wa kupiga kelele. Walipiga kelele siku 3, mbingu zikaitika, mbingu zikanyanyuka, mbingu zikaitike kwa ajili yako, kwa ajili ya hicho kidonda, mbingu zikaitike kwa ajili
moto unapita, kuna nguvu za Mungu zinapita. Ninaona kama miali ya moto inapita, 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 inapita. Ndio walikufunga kishirikina, walikufunga kishirikina. Ninaona chungu kinapasuka, rekosekerenderebosaya, madhabahu za kuzimu vunjika kwa ajili ya binti huyo, vunjika kwa ajili ya baba huyo. Achia jina lake, achia kibali chake, achia heshima yake, achia nafasi yake. Wewe madhabahu ya miungu, wewe madhabahu ya uchawi, wewe roho ya kafara, achia. Ndiyo, hiyo nguvu ya Bwana inapita juu yako, inapita kwenye ulimwengu wa roho. Ninaona mtu anashikwa mkono, anapelekwa mambo ya pili. Ndiyo, ndiyo, Bwana anakuvusha, anakupa hatua. Ndiyo, 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 Bwana anakupa hatua, Bwana anakupa hatua, Bwana anakupa hatua. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Ninamwona mtu mwingine alikuwa amevalishwa vazi chafu, lile vazi limedondoka. Oh, ninaachilia vazi la utukufu, hilo vazi la kipepo likuachie sahi, likuachie sahi, likuachie sahi. Hilo vazi la kipepo, vazi la mikosi, vazi la balaa, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo. Chochote ulichovalishwa na madhabahu za adui ili wakuweze, ili wakushinde, leo kwa damu ya Yesu, leo kwa damu ya Yesu, kikwachie, 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 kikwachie kwa jina la Yesu. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana, sema kwa jina la Yesu, kila vazi la kipepo, la kichawi, la kishirikina nililovalishwa kwa njia ya ndoto, maono ya usiku, kwa njia ya vyakula nilivyokula, kwa njia ya vitu nilivyoona, kwa njia ya vitu nilivyofanya, kila vazi nililovalishwa, nikijua au sikujua, lile vazi limebeba mauti, limebeba uovu, limebeba uharibifu. Leo kwa damu ya Yesu nalivua, 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 nalivua. Achia, 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 achia. Endelea kuachilia damu ya Yesu. Kataa chochote ulichovalishwa na madhabahu za adui. Ndio, 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 vazi la kipepo, la kichawi, la kiganga. Achia, 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 achia inafsi, achia mwili. Hiyo roho ya uovu achia, hiyo roho ya uharibifu achia, hiyo roho ya mabaya achia. Ndio, ndio, inaondoka, inaachia, inaondoka. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. La maseke renderebosaka, rapapapakorebosaka. Hiyo roho inaondoka, inaondoka, inaondoka. Hicho ambacho walikipandikiza ili kikuzuie, walikipandikiza kwa siri kikuzuie, walikipandikiza kwa siri kikuzuie, kinakuachia, 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 kinakuachia. Ndio, 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 ndio. Na moseke renderebosaka. Endelea, endelea kuachilia damu ya Yesu. Ninaona kuna watu ni kama Mungu anawasafisha, anawaogesha. Unavikwa vazi la utukufu. Mwambie Bwana, nivike vazi la utukufu, nivike vazi la heshima, nivike vazi la kibali. Oh, waliokukataa wanaenda kukutafuta, waliokusahau wanaenda kukukumbuka, maana kuna vazi jingine, kuna heshima nyingine, kuna nguvu nyingine inaachiliwa juu yako, kuna utukufu mwingine unaachiliwa juu yako. Rebosaka. Oh, hata waliokufanyia ubaya wanaenda kusalenda, wanaenda kuwa
achia njia yake, achia njia yake, achia kibali chake, achia heshima yake. Reposeke renderebosaka. Endelea, hiyo damu ya Yesu inakutakasa, inakusafisha, inakutakasa. Ndio. Ninatamka vazi jipya, ninatamka nguvu mpya, ninatamka heshima mpya. Bwana anaachilia uponyaji. Ninaona uvimbe ulikuwepo kwenye mwili umeyeyuka. Reposeke, wewe uvimbe, hiyo nguvu ya Bwana inapita. Walikupandikizia kitu cha uchawi. Kila siku umeteseka, umehangaika. Sio uvimbe, ni uchawi. Umeondoka kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwanakondoo. Huo ugonjwa uliokuwa umesimama unaachia. Huo ugonjwa unaachia kwa jina la Yesu. Hiyo damu inayotakasa, hiyo damu inayosafisha, hiyo damu inayoweka huru, hiyo damu ya Yesu inakutakasa, hiyo damu ya Yesu inakusafisha. Hilo vazi la utukufu linaachiliwa juu yako, Bwana anaponya. Hiyo nguvu yake inapita juu yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Weka mkono mahali popote penye maumivu. Kama kuna mtu amekuja ni mgonjwa hapa, weka mkono mahali popote ambapo amekuwa pana shida. Ni tumbo lako alibebi mimba, weka mkono kwenye hilo tumbo. Damu ya Yesu inapita saa hii. Roho Mtakatifu ananiambia kuna nguvu ya kuponya inapita. Unajua kuna vitu ambavyo vinakwama kila wakati, Wewe sio mgonjwa, lakini vitu vyako huwa vinakwama. Njoo hapa mbele, naomba hii iende hapo nyuma. Ninasikia kitu Roho Mtakatifu ananisemesha hapa, ninaomba hiyo sogeza pale. Nataka niombe na watu ambao kuna vitu kila Mungu anakupa kukifanya akifiki mwisho. Njoo haraka kwenye madhabahu. Ninasikia hiyo neema ya Mungu hapa ya kukusaidia. Reposeke renderebosaka. Hiyo roho inayokwamisha. Kwa nini Bwana anaachilia wazo, anaachilia maono, anaachilia hiyo neema, alafu ghafla inakwama, ghafla haifiki mwisho, ghafla haizai, ghafla haileti matokeo, ghafla hufiki mahali ambapo Mungu amepakusudia? Ile nguvu ya kufufua kilichokufa, ile nguvu ya kuamsha kilicholala, ile nguvu ya kuinua kilichoanguka, inaiachilia juu yako. Ndio, nyosha mkono wako juu, ndio, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila ambacho adui amekisimamisha cha kipepo, cha kichawi, cha kiganga, cha kishirikina, kuzuia hatima, kuzuia mwisho, kuzuia breakthrough, sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninapasua hilo anga, linazokuzuia, hilo anga la kichawi, hilo anga la kipepo, hilo anga la kishirikina, hilo anga la kichawi linalokuzuia sasa, achia. Endelea kuachilia damu ya Yesu, endelea. Ndio, ninaona ukuta unaanguka. Ndio, huo ukuta uliosimama mbele yako unaanguka. Ndio, huo ukuta unabomoka. Huo ukuta uliosimama kama ukuta wa Yeriko, ndio, bomoka, anguka. Achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya msalaba, huo ukuta uliosimama wa kipepo, wa kichawi, bomoka, anguka. Huo ukuta wa kipepo, bomoka, anguka kwa jina la Yesu. Wewe roho ya giza, achia. Ndio.
ametesa maisha yake kwa muda mrefu, ametesa maisha yake kwa muda mrefu. Achia, 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 toka. Reposeke, endelea. Nguvu ya Bwana hiyo hapa inapita, inapita, ni kama moto unapita, ni kama moto unapita. Ndio hiyo mamlaka imekuzuia, hiyo mamlaka ya giza imekuzuia. Ndio leo naachilia nguvu, 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 nguvu ya kupita, nguvu ya kuvuka, nguvu ya kupita, nguvu ya kuvuka. Ndio inaiachilia juu yako. Power, 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 power to break through, power to break through, power to break through. Reposeke rendere Mosiah, power to break through, power to break through, power to break through. Ndio hiyo nguvu ya kupita, ya kuvuka, hiyo nguvu ya kupita, ya kuvuka, hiyo nguvu ya kupita, ya kuvuka. Ndio kinachozuia, kinachozuiwa, achia, 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 achia. Ndio hiyo nguvu ya ku break through, ya ku break through, ya ku break through, nguvu ya msalaba ya kuvuka, ya kuvuka. Iwe juu yako, iwe juu yako, iwe juu yako. Ndio hiyo nguvu ya kuvuka iwe juu yako kwa damu ya Yesu. Hiyo nguvu ya kuvuka iwe juu yako. Reposeke, repokorobosaka, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mtu mpaka kule nyuma, simama mahali ulipo, nyanyua mikono yako juu. Na sisi tulioko hapa mbele, nyanyua mikono yako juu. Sema, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninavuka, kwa damu ya Yesu ninavuka, kwa damu ya Yesu ninavuka. Huo ukuta wa Yeriko uliosimama mbele yangu leo, anguka, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Utaje huo ukuta kwenye madhabahu ya Mungu, utaje. Ni ukuta wa magonjwa, ni ukuta wa uchumi, ni ukuta wa mahusiano, ni ukuta wa ndoa, ni ukuta wa ofisi. Huo ukuta uliosimama, chochote kilichosimama kwa mamlaka iliyo kuu, mamlaka ile ile iliyotenda kazi, inayotenda kazi hata leo, ukuta wowote wa kipepo, wa kichawi, umeanguka, 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 umeanguka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ramosakarabakoya. Nguvu za Bwana zinapita juu yako. Unaweza kuendelea kuachilia sadaka ukiwa unaendelea kuomba, ukiwa unarudi taratibu. Endelea kuomba. Nguvu za Bwana ziko juu yako. Unaweza kuendelea kuachilia sadaka yako ukiwa unaendelea kuomba. Ukisikia mzigo mkubwa kuendelea kuomba, unaweza ukabaki kwenye madhabahu ukaendelea kuomba. Ukiweza hapo kupiga magoti, unaweza kupiga magoti ukaendelea kuomba, lakini unaweza kurudi, achilia sadaka, endelea kurudi pale nyuma. Nguvu za Mungu ziko mahali hapa. Reposeke rendere mosaka, rapako reposaka rabakoria, repokoria ndarabakoria, rikaripa korobosaya, rapako robosaka rabakorobosaka.